watu tunaostahili kuleta amani pamoja na mshikamano katikati ya watu ambao hawaelewani. Lakini tuna vipengele vitatu ambavyo tuko nayo. Types of people, 3 types of people. Number 1, peace breakers, peace fakers na peacemakers. Maana yake ni kwamba kuna watu ambao kazi yao ni kufunja amani. Hawataki watu waishi pamoja. Wengine wanaleta amani ambayo si ya kuridhisha watu wakutane na kuelewana na kufanya kazi pamoja. Na wengine ni watu wanaoleta amani. Kwa mfano, wale wanaofunja amani hasa katika jamii ama katika kanisa wanaleta shida na mgawanyiko. Kama vile ambavyo Biblia inasema pia katika Warumi 16:17 hadi 18. Na wasihi ndugu zangu, muangalie wale ambao wanaleta magawanyiko katikati yenu na kuleta vikwazo ambavyo vinazuia watu kuweza kuishi pamoja katika amani. Na pia katika Zaburi, Biblia imesema tosha kwamba Zaburi 133, ni furaha ya namna gani ndugu wanapokaa pamoja, ikafananishwa na vitu viwili. Ikafananishwa na mafuta yaliyotiririka katika kichwa cha Musa hadi upinde wa vazi lake, na pia umande unaoteremka katika mlima wa Hermoni. Na hiyo ni dhihirisho kwamba inafaa ndugu wakae pamoja. Jambo lingine la pili, kwa wale ambao wanaweza kuleta amani isiyoridhisha, Paulo analeta changamoto katika Efeso 4:25. Kwa hivyo kila mmoja wenu weka mbali mazungumzo yasiyo ya kweli kwa jirani yako, maana sisi sote ni sehemu ya ule mwili mmoja. Kwa sababu Masai pamoja na Kipsigis ama na Mkisii na Mjaluo, sisi wote tunaishi kama majirani, si ndio? Na sisi wote si watu wa Mungu, na sisi zote ni mwili wa Kristo ambaye Mungu ametuumba sisi kwa pamoja. Wale ambao wanaleta amani, peacemakers, ni rahisi sana kwa kuwa wao wanaleta watu pamoja, wanasalimiana, wanatembeleana, wanakula pamoja na kuweza kujua ya kwamba wote ni watu wa Mungu ambao wanaostahili kuishi pamoja kama vile Mungu alivyowaagiza. Lazima amani tuitafute kama vile inavyosema katika Zaburi 34:14. Geukeni kutoka maovu na mfanye mema. Tafuteni amani na muifuate. Romans 14:9-19. Kwa hivyo tufanye juhudi zote kuweza kuleta amani na kuweza kushirikiana na watu wengine. Ishini katika amani na kila mmoja, maana kila mmoja wetu anatakikana kuwa awajibike katika kazi ya kuweza kuleta amani. Na amani sio katikati ya kabila tu ama katikati ya ukoo fulani, hata katika familia zetu, hata kwa kanisa zetu. Mlisikia kanisa moja pale Narok ilibidi mpaka ifungwe kwa sababu amani ilikosekana. Na ni jukumu letu wa Kristo, kama kuna msoso kidogo, tuhakikishe kwamba tumeleta amani pamoja na mshikamano kati ya Wakristo, kati ya watu wetu, kati ya majirani zetu, ili tuone kwamba tumeishi katika njia ya amani. Amen. Hebu tusimame.